Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nipende kwanza kuleta salamu za mwaka mpya ambazo kuwapongeza mliovuka salama bila makeke, bila tatizo lolote, bila madeni yoyote, pamoja na kwamba kuna marejesho bado. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwanza kwa kupongeza kazi kubwa iliyofanyika kipindi kilichopita cha nusu mwaka pamoja na nyuma hiyo nusu mwaka katika maeneo kadhaa. Kwa upande wa maji, niwapongeze sana kwa miradi ya maji ambayo inakwenda vizuri. Upande wa Pawaga, wakandarasi wawili wanakwenda vizuri. Kasoro mkandarasi mmoja tuna changamoto kidogo, na ningeomba mkurugenzi usaidie kumfuatilia zaidi huyu mkandarasi. Nadhani anaitwa Hamlet au nini? Hematech. Kuna malalamiko pale ofisini kwangu ya wafanyakazi hawajalipwa, na pamoja na kwamba ni mkandarasi ambaye excavator lake lilining'oa nipo kama Pawaga, lakini lazima walipe. Kwa hiyo ningeomba mkuu wa idara husika usaidie. Lakini kwa upande wa Izazi na Migori, nadhani sasa tumeanza kwenda vizuri, maji yameanza kutoka. Kama changamoto zipo kidogo sana, kwa sababu Mheshimiwa Mzinga angeshanipigia simu na kuniita kama kungekuwa na changamoto kwenye ile miradi miwili. Mradi ambao tunahangaika nao ni mradi wa Itengulinyi, ule wa zamani ambao ulikuwa na migogoro, lakini Ruwasa wameuchukua na inabidi watafute vyanzo vingine vya maji, na sisi tumewaambia kabla ya uchaguzi tunataka kuona at least matone ya maji yameanza kuonekana kwa wananchi, kwa sababu tukinyimwa kura tutajua ni wao wenyewe. Lakini miradi mingine Magubike, Mgama, Ifunda naamini inaendelea vizuri. Kwa upande wa umeme tuna changamoto ya vijiji viwili kwa taarifa nilizokuwa nazo. Kijiji kimoja kiko kwenye isolation kule ambako hakiwezekaniki. Kama umeme lazima tupeleke wa sola, kwa sababu nguzo huwezi kupitisha kwenye mbuga za wanyama, tembo watang'oa. Bado utaalamu wa kupitisha nyaya chini ya maji ni wa gharama kubwa na hatujaufanya bado Tanzania. Kwa hiyo kijiji kile cha Mapera Mengi bado wana tatizo kubwa la umeme. Tuendelee kuomba REA ili mitambo mikubwa ya sola iweze kufungwa kule. Kuna vitongoji vingi bado havina umeme, naomba tuendelee kuvileta ili katika mpango wa diversification tuweze kukamilisha inapofika 2021 kama serikali ilivyopanga tuwe na umeme kila mahali. Nitoe pongezi kwenye upande wa afya, ujenzi wa hospitali yetu. Jamani, tumpigie makofi mkurugenzi na timu yake katika ujenzi wa hospitali. Najivunia ni hospitali yenye high quality hata nikilinganisha na wilaya zingine. Kama mnabisha, katembeleeni wilaya zingine. Wamefanya kazi nzuri, na zile milioni 500 zikija zingine muendelee vizuri. Lakini sambamba na ujenzi wa hospitali tumefanikisha pia tunajenga sasa VETA katika eneo hilo. Kwa maana yake nao tumeambia watu wa VETA, quality hii mnayoiona iliyotumika kwa Foster County, endeleeni kufanya hivyo hivyo. Kwa hiyo nichukue fursa hii kumpongeza mkurugenzi, lakini pia niwapongeze watendaji wote walioshiriki. Engineer wetu pamoja na timu yake na watu wengine mliokuwa mmekaa site, kuna wengine mpaka nahisi ndoa ziliyumba, lakini kukamilisha kazi ya serikali. Lakini pia nipongeze kituo cha afya cha Idodi ambacho kimekuwa kwenye high standard. Kwa hiyo niseme katika afya na vile vingine vyote tulivyofanya, nilitaka kuvitaja hivi vikubwa. Pongezi zingine ni kwenye elimu, tumefanya kazi nzuri pamoja na upungufu wa madarasa, lakini tumeweza kujenga madarasa 15 shule ya msingi na 3 kwenye sekondari. Maboma 24 yanaendelea kukamilishwa. Ujenzi wa hostel, na katika hostel jana nilikuwa na kikao na watu wa RIRA ambao wanaendelea kujenga Ilambilole na wana ndoto baada ya hapo kujenga nadhani Mseke kama sikosei. Tuendelee kuwahamasisha, kuwapa moyo ili waendelee kung'ang'ania halmashauri yetu, kwa sababu wameanza kupata tamaa na mawazo kidogo ya kuhama kwenda Njombe wapi. Nimewasisitiza hebu baneni hapa kwanza tukamilisha watoto wetu wote wakiwa hostel, hasa watoto wa kike, ndio tusaidia kupunguza mimba. Kwa hiyo
mkurugenzi na mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri tuendelee kuwahamasisha hawa, lakini kikubwa alichokifanya ambacho bado hatujakitangaza ni kuanzisha mfumo wa tehama kwenye shule za sekondari, ambao sasa hivi tulipata watoto wetu wa shule ya sekondari Ilambilole wameshinda mradi wao kuwa wa pili walipoenda kufanya presentation kule Dar es Salaam, na wamerudi kifua mbele. Wale watoto wametikisa, wale watoto wanaokula chips na keki na nini, wamefanya vizuri. Tuwapigie makofi watoto wetu wa Ilambilole sekondari. Walivaa magauni yao yale yale ya kwetu ya huku Iringa, lakini wakaonyesha vitu vizito katika kongamano lililofanyika Dar es Salaam. Sisi ziliingia shule 6 ambazo zote zilitoka vijijini, hakuna hata mjini hata moja. Zikaenda zikafanya mambo yao, zimerudi na miradi yao, na naomba miradi hiyo nimeomba wakuletee mkurugenzi ili waangalie ni ipi ambayo tunaweza kuiendeleza na ipi ambayo inaweza kuna. Shule nyingine ya Bushi iliyotoka ilikuwa Mazombe ya jirani zetu. Kwa hiyo mimi nadhani wenzetu hao walila tuendelee kukaa nao katika elimu, watatusaidia sana. Katika matokeo tumefanya vizuri sana watoto kwenda shule, lakini mkurugenzi alinipa taarifa kwamba mpaka sasa ni 68% tu ndio walio ripoti kidato cha kwanza. Sasa naomba kamati za maendeleo za kata, wenye viti, madiwani, waambieni wenye viti wa vijiji wote, mtoto asipokwenda shule, sisi sitashughulika na mzazi, mimi nitashughulika na mwenyekiti wa kijiji. Kwa lazima mwenyekiti wa kijiji awe na taarifa watoto waliofaulu, hata kwenda kwenye vitongoji, watoto waliofaulu na waliokwisha anza shule na ambao hawajaanza shule na ambao hawajahama. Nimesema ifikapo tarehe 10 mwezi wa pili kuwe na taarifa za wenye viti wote wa vijiji ambao watoto wameenda shule. Mwenyekiti ambaye watoto hawajaenda shule, ninao nafasi mimi hata kutumia masaa yangu machache yale 48 ambao wengi wanapigania yaondoke, lakini nashukuru bunge bado haijabadilisha kwao. Kwa hiyo niombe watusaidie tujue watoto hawa. Kuna hasa kwenye jamii za kifugaji kuna watoto bado wanafichwa. Sasa tusaidiane, tuwaibue, wameshafaulu waende form 1. Kila mtoto lazima umjue amesoma shule hii, kwa nini hajaenda form 1. Kwa hiyo nisaidie wenye viti wa kamati za maendeleo za kata, madiwani, kunifikishia ujumbe kwa wenye viti wa vijiji kuhakikisha watoto wote wanaenda shule. Mheshimiwa Rais hela zipo za kuwasomesha, hajasema hela hamna. Kwa upande wa kilimo, naomba nilizungumze hili na mheshimiwa mwenyekiti lieleweke. Tuna shida kubwa kwenye umwagiliaji. Serikali imewekeza kwa kiasi kikubwa kwenye umwagiliaji, lakini bado zinahitajika fedha sasa hivi. Lakini masikitiko yetu sisi ni kwamba wanaotumia mashamba hawataki kuwekeza. Bado kuna changamoto ya wanaotumia mashamba, wanataka serikali iendelee kuwekeza, huoni juhudi za wenyewe kutaka kuwekeza. Juzi tumefanya ziara na mheshimiwa naibu waziri wa kilimo, tukauliza heka moja inazalisha mpunga kiasi gani, wakasema karibu 18 au 16. Likatoka pendekezo, kwa nini msiweke gunia 2 Tulipopiga hesabu ya gunia 2, mheshimiwa mwenyekiti, nikwambie kwa skimu moja hapo tunaweza kupata karibu milioni 500. Sasa tukajiuliza, hivi sisi wenyewe tukiweka gunia 2, sisi tutasogeza mfereji kwa kiasi fulani? Kwa hiyo tuonyeshe na sisi moral, na mheshimiwa waziri, naibu waziri wa kilimo ameahidi tukiweza kuweka gunia 2, yeye atachangia tena milioni 100. Kwa hiyo skimu zote 3 tutapata almost milioni 300. Mkombozi, skimu zote zilizoko Pawaga actually ndio zilipata bahati hiyo. Kwa hiyo niwaombe sasa mheshimiwa madiwani mnaohusika na skimu hizo, hamasisheni wananchi wachangie gunia hizo. Na amesema anataka azikute yeye mwenyewe, atazinunua yeye mwenyewe. Na tulipiga gunia moja 50,000, yeye ana uhakika hata wakupata zaidi. Lakini tuonyeshe kwamba na sisi tuna commitment ya mifereji ile, kwa sababu yanapotoka mazao sioni hata mmoja akiyaleta sasa, bwana mimi hii serikali ilinichangia ikajenga hii skimu, naomba haya magunia 10 sasa mkurugenzi uyauze yakachangia maendeleo fulani. Bado tunahitaji kuonyesha skimu ni zetu, tuzisimamie kama mashamba yetu ili ziweze kufanya kazi vizuri. Serikali tunaendelea kutafuta fedha
Na kwa upande wa skimu za kwetu, nadhani hata Daiko atakuwa ameshaikueleza, serikali sasa imeanza kuangalia kabisa hizi hekta tulizokuwa nazo za Pawaga karibu 16,000 ziwe hekta za uwekezaji. Kilimo sasa hizi ni biashara. Sasa biashara ambayo unategemea serikali ije kusimamie hainyanyuki. Wauza nyanya, walima nyanya wote wamelima wenyewe, wameuza wenyewe na wametengeneza milioni 400. Hakuna hata serikali ilipopeleka mkono wake pale. Lakini wao ukitegemea serikali tutakwama. Natambua, nimetembelea mfereji ulio katika ule na nimefurahi sasa hivi wana uwezo wa kuweka mabomba mawili matatu. Ni juhudi za kujipima. Lakini niseme pia katika hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, na masikitiko kidogo. Sitataja ni nani. Kuna Mheshimiwa diwani mmoja anakaa na wananchi anasema kabisa, huyu DC, huyu Haji, huyu ngoja nitawaambia wakubwa zake. Sasa mimi namtuma akawaambie. Taarifa huwa zinanifikia. Mimi nawaomba, sisi ni marafiki. Kuna issue, njoo niambie. Wao watanitisha kuambia wakubwa zangu. Kila mtu amekuja na nafasi yake na kazi yake. Sasa unapokaa na watu tena wananchi, alafu unasema DC huyu, we ngoja nitawaambia wakubwa zake. Wakubwa zangu nani? Mimi mkubwa wangu ni Mungu. Wengine wote ni wananchi na wameniteua, wamenipa kazi. Naweza nikaacha leo nikafanya na nyingine. Sikuja maskini Iringa, lazima niwaambie kweli. Kwa nini nataka niliweke hilo sawa? Na sitaki kumtaja lakini ujumbe umemfikia. Kuna wengine ni miamba. Sasa mimi sitaki kupambana na miamba, lakini nimwambie aendelee akawaambie wakubwa. Ujumbe umefika. Katika swala la budget, nitaka niseme tu kitu kimoja. Tuongeze on source. Tuna tatizo letu on source hatujaziongeza. Kwa wenzangu wa idara tuna changamoto. Kwa mfano tumeona kidato cha 5 na 6 kinaweza kutuletea fedha. Kwa nini tusitafute shule zingine? Kwa afisa elimu, anza kufikiria shule za sekondari ambazo tunaweza kuzianzisha zikatuletea kidato cha 5 na 6, tukazirejista huko tukawa tunapata hela. Samaki, kwenye eneo la samaki kuna hela nyingi sana. Juzi tumefanya ambush kidogo tu hapa ya samaki wanaona nini, tumepata karibu milioni 20 kama sikosei. Kwa hiyo eneo hilo bado lina fedha kubwa sana. Kwenye utalii, nashukuru aliyetoa mchango wa utalii. Hatujafanya bado uwekezaji wa kutosha. Mimi kuna vijiji nishatoa amri vitoe notice, na Mheshimiwa Mwenyekiti nisaidie na Mheshimiwa madiwani. Kuna watu wamepewa ardhi kwenye maeneo ya uwekezaji kwa ajili ya utalii. Hawajazitumia mpaka leo. Wapewe notice. Tuwasaidie wenye vitu wa vijiji wapewe notice. Zile ardhi tutangaze kwa watu wengine. Kuna watu wameshikilia ardhi tu, hasa huku Tungamalenga. Tuwafumue wale ondoke, usijali jina la nani, hata kama ameshikilia ni mtu mkubwa, wewe lete tu kwetu sisi tumuondoe, apewe notice ili tutafute wawekezaji wapya wajenge. Tunahitaji mapato. Swala la upimaji ardhi nakubaliana nao. Ila ingaje mkurugenzi nikwambie, idara yako ina gharama kidogo, watu wanalalamika katika upimaji ardhi. Kuna maeneo mengi tunatakiwa tuyapime. Nimeona kwenye mipango miji mmeweka michoro 6. Migori, Ugwachanya, Tungamalenga na Kalenga. Eneo la Itunundu halimo kwenye mipango miji, linakuwa haraka sana lile. Ningeomba nao liongezewe lile, ni kipato pale tunaweza kutengeneza hela. Lakini sijajua kama Izazi tayari walishapima. Izazi nao ni mji mpya ambao unanyanyuka. Lakini ningetarajia hata wazee wa Kiwere nao wangeomba ipimo, kwa sababu watu wa mjini saizi wananyemelea Kiwere. Kwa mkichelewa kupima yatanunuliwa kama mashamba, tutakosa fedha ambazo tungezipata kwa kupima. Kwa hiyo nataka tu kutoa ushauri huo ambao ungeweza kusaidia. Niruhusu sasa pia nijibu baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa hasa kwa Mheshimiwa Timaigwe. Kimwacha huyu tutashindwa kwenda wote kwenye kusuka rasta. Amezungumzia swala la uletaji wa fedha. Ni kweli serikali kuna maeneo mengine tunakwama, lakini sio kwa nia mbaya. Ni kwa sababu tu mapato. Tukihamasisha mapato yakaja kwa 100%, ni rahisi sana kupeleka budget. Na kama ulivyosema kilimo cha umwagiliaji,
tuanze sasa kugeuza cha biashara. Wekeza na wewe, shikilia maeneo uliyowekeza. Na katika kilimo hiki cha umwagiliaji, na nataka mkurugenzi umbane daiko wako, tuanze sasa kubadilika. Ile mifereji naona ni ya gharama. Mbona hizi drip irrigation naona kama zinaenda, watu wanaweka haraka, watu wanyanya wanalima. Kwa nini sisi kule nako kusiingie mfumo wa drip irrigation au kilimo cha shadidi ambacho hakitumii maji mengi? Kwa tuanze kuangalia alternative ways. Tusiangalie yale mamiradi ambayo tukijenga tunatumia milioni 700-800. Lakini nimekuta amekuja mwekezaji, nilikuwa namuuliza juzi wa Sevale, ile maduda yake ya kumwagilia yale wala hayazidi hata milioni 300-400-500. Sisi tumeng'ang'ania tu kuwe concrete, kujenga concrete. Sasa sijui kama tulilaaniwa kwa kujengea hivyo, lakini na uhakika umwagiliaji huko wa aina nyingi. Kwa tujaribu kuangalia uwezekano wa kubadilisha hiki kilimo cha umwagiliaji. Nikikupa milioni 500 leo, shamba la eka 100 liweze kumwagiliwa bila tatizo kwa kutumia drip irrigation au system yoyote ambayo tutafunga. Natamani twende huko na wataalamu wetu wa kilimo mtusaidie. Na Mheshimiwa Timaigwe, nafurahi umeendelea kupigania swala la hii ya uharibifu wa mazingira. Tumeanza upandaji miti hapa manispaa, bado sijapanda Iringa vijijini, lakini ni kweli hata madiwani sidhani kama kila mtu anapanda miti kila mwaka. Najua mnaopanda nyanya kila mwaka, lakini miti. Kwa niombe na sisi tuanze kujivunia miti 5 kila mwaka. Mimi miti niliyopanda 5 ya mwisho nilipanda 2017. 18 sijapanda, lazima nikiri. 19 nayo imenipenya hivi, tukapanda ile tu ya TV ile ya kupiga picha unapanda, lakini sio miti ya kusimamia mimi mwenyewe. Sasa nimeamua mwaka 2020 lazima nipande miti, na nina shamba saizi Mfukurembe. Kwa diwani wa eneo hilo ujue mimi ni mwenyeji wako, nitapanda miti kule kama kichaa, ili mradi na sisi wote tuonekane. Unaweza kupanda ya biashara, unaweza kupanda ya matunda, lakini unaweza kupanda ya amri, kwamba sasa tutaanza kukaguana. Kwa hatua ya kwanza nitaanza kutembelea kwa Mama Rita Mlagara kujua amepanda miti mingapi mwaka huu. Tukitoka hapo tunaenda kwa diwani wa Kalenga, tukitoka hapo tunaenda Izazi, tutatembeleana hivi hivi. Na ikiwezekana mheshimiwa, wao wanatuandalia na kasuku pale tukija. Yaani nia ni kupanda miti iwe ni thamani kwetu. Iringa ikirudi ikiwa green, jamani, nendeni mikoa mingine. Sisi pekee yetu ndio tumebaki na green kubwa kuliko mikoa mingine. Sasa tusiiondoe hii. Kwa hiyo Mheshimiwa Timaigwe nashukuru. Mheshimiwa Ngweta, swala la kugawa halmashauri, mimi tena ungeniuliza hata jana, nakubaliana na wewe. Ili dude ni kubwa na uendeshaji wake usifanye mchezo. Tumejifunza juzi wakati tuna mafuriko Pawaga na tuna mafuriko Idodi. Mkurugenzi kaenda na Land Cruiser lake, sijui kwa nini hataki kununua jipya, likakwama. Na hii mwenyekiti, hivi kwa nini hataki kununua magari mapya? Unajua nyinyi mtakuja kufa barabarani. Wenzenu juzi nimeona wameshapata gari. Sasa mkurugenzi, gari la mkurugenzi ibidi livutwe na trekta, kwa sababu tulikuta limekwama katikati ya maji. Ukiona mtu amevaa suruali mbili na bado zimetoboka. Yaani amevaa suruali ya kwanza. Alafu amevaa ya pili na bado tafu linaonekana. Kumuuliza sana mnaweza mkagombana. Wewe tafuta suruali mpe, utasema Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi bado nataka kuleta pendekezo ambalo sijaliona kwenye budget. La at least tununue gari moja hata lio la mwenyekiti wa halmashauri. Hatuwezi kukaa kimya. Pamoja na ombi letu la kujenga halmashauri mpya silikatai, lakini lazima katika hali ni siwa halmashauri yenye dhofli hali kimagari ni halmashauri ya Iringa DC. Na mkiwa nao mnaenda kwenye ziara lazima waambie tangulieni. Kwa sababu mkiongozana nao mtawaacha njiani kilomita kadhaa. Kwa hiyo najua wakuu wa idara mna shida, najua mwenyekiti wenu ndo usiombe, na nakupongeza wewe mvumilivu. Ile gari linachosha, pole sana. Na hizo suruali mbili, na sisi tutaendelea kupigania. Na tumeomba magari serikalini, wakatuletea magari hayawezi kwenda kijiji chochote. Tumepata magari mawili yale, ndio? Matatu.
Tungetegemea tungepata 4x4 lakini tumepata, lakini cha kupewa ukatai. Lakini bado waheshimiwa madiwani, lipigieni kelele hilo wenzetu. Sasa nilikuwa nasema hilo swala la kugawa ni la msingi, kwa sababu Idodi na Pawaga haviko connected kwa vyovyote vile. Ukitaka kuvikagua kwa haraka vyote unakwama, lazima urudi huku, aidha upite ile njia ya Mloo au urudi mjini uanze kukamata kuchanja mbuga, na uwezekano huo upo. Sisi tuendelee kulipigia kelele, na naamini Mheshimiwa Rais atatusikia. Ikiwezekana sio mwaka huu, ikiwezekana mwaka 2025, lakini waseme liwemo kwenye record. Tatizo lisipokuwepo kwenye record hawezi kutusikiliza. Mimi kwenye DCC ya juzi ya manispaa nimeomba pendekezo, na naomba nilete na kwenu pia. Tunahitaji na sisi standard gauge rail kilomita 250 hapa Dodoma, liwemo kwenye mikakati. Tukianza kulisema sasa, tunataka mtu ukitoka Iringa dakika 40 huko Dodoma, masaa mawili na wewe huko Dar. Ni branch tu, wakitutengenezea branch moja hapa tutajikuta tumepanuka kirahisi. Una haja ya kupita huku. Litapigwa vita na wenye vyombo vya usafiri, kwa sababu nao litakula vichwa vingi tu, lakini litaturahisishia maendeleo kwa haraka zaidi. Hebu imagine unatoka zako unaenda pale Nduli, unapanda reli yako dakika 40 huko Dodoma, unakunywa kahawa ya kwanza, unapanda treni unaenda zako Dar, unasalimia, unafanya shughuli zako unarudi, au unaenda Mwanza unafanya shughuli zako unarudi. Itakuwa imetuconnect vizuri sana. Mimi nimeliweka kwenye ombi na nasubiri DCC yako Mheshimiwa mkurugenzi, nitalileta tena kama hili. Nitaka tukushare na nyie mnisaidie kupiga kelele. Mheshimiwa diwani wa Migori, ni kweli nashukuru, na Mheshimiwa Mzinga diwani wa Izazi kwa mapendekezo yenu, lakini tuna tatizo la wanyamapori kula watu. Viboko wamekuwa wanakula sana watu kule, watu wa Izazi na Migori. Tayari tathmini imeshafanyika, walikuja watafiti, sasa tunasubiri maamuzi. Sasa niombe maamuzi haya nitaendelea kuwafuatilia, na mwenyekiti nisaidie kwa Mheshimiwa Kingwangala kufuatilia maamuzi, wale viboko tuvune au tufanye nini nao. Lakini hata hivi sasa pia wanyamapori wameshaingia halmashauri ya Iringa mjini. Hivi ninavyozungumza, simba mmoja yuko maeneo ya Kisinga hapa Farita. Kuna simba anacheza kati ya Nduli na Kisinga, na kuna simba mmoja ameonekana Kibebe huku chini. Kwa hiyo na ni kweli yule wa huku tumeona hadi footprint zake. Huyu wa huku tumeambiwa watu wamemuona. Na hao simba waliokuja ni wale simba manyingi wanakuwa ni madume yenye njaa, yameondolewa kwenye kundi, mtoto amechukua nafasi yake. Unajua uzuri wa simba, baba akikaa sana unamtoa, wewe una take over, unachukua mama na watoto na kila kitu, unalea wewe. Sasa nahisi tuna hiyo hatari, lakini watu wa KDU wako mbioni kuhangaika ili tuondoe wanyamapori. Mwisho niwashukuru sana na niombe kuwatangazia, tuna mbio za Mwenge mwaka huu ni tarehe 26, kuanzia tarehe 25 26 mwezi wa 5. Nasubiri mapendekezo ni wapi tulaze Mwenge, hayo yatatoka kwenu. Mimi niko tayari kukimbiza popote nitakapoambiwa, na miradi ya maendeleo tutaendelea kuikagua pamoja. Niombe Mwenyezi Mungu awabariki sana mwaka huu 2020. Natamani sura zenu tuzione tena baada ya tarehe 25. Kwa kama ambao kuyafanya huko nyuma yote, jitahidi uyakamilishe sasa. Lile ambalo linahitaji msaada wangu niite, mimi nitakuja kupigia debe. Mimi sina ubaguzi, nataka madiwani wote mwende mrudi salama, ili halmashauri yetu ibaki jinsi ilivyo, ili mikakati yetu iweze kufanikiwa. Kama unaona unakwama kwenye chama ulicho, karibu kwenye Chama cha Mapinduzi pia. Hii lazima niweke sawa. Maana niwe mkweli, katika kipindi cha wiki mbili hizi sitakubeba. Ngweta unaniangalia kwa roho mbaya, hapa niangalie tu vizuri. Tunakukaribisha kwa sababu kazi yangu sasa hivi ni kuhakikisha pia Chama cha Mapinduzi kinapata ushindi, kwa sababu mimi ni kamisa wa Chama cha Mapinduzi. Ni lazima niwaambie ukweli, na msije mkaona sura inabadilika unasema mbona unisikilize. Uzuri diwani wa Kiwera anajua kabisa nilivyo. Kwa hiyo niwakaribishe sana. Wale ambao mko tayari, bora mkawahi mapema.
Wale ambao bado tukutane tarehe 25. Lakini mwaka huu tumalizie wote vizuri. Sitazuia shughuli yote ya maendeleo kwenye diwani kama ni upinzani. Wala usidhani nitafanya hivyo. Mwaka diwani wa Migori alitaka kunifungulia shtaka. Sitazuia shughuli ya maendeleo hata moja, ila mimi natoa tu ukaribisho ulio rasmi kwamba sasa tunaenda kwenye uchaguzi, twende kwenye ushindi na chama kitakachoshinda 2020 kwenye uchaguzi wa tarehe 25.